nina kesi mbili zinazomhusisha J-Lebo ama Kidume cha Mbozi ama Ingino Beat. Hii ni issue ya production, lakini pia issue ya hatimiliki na vitu kama pia. Kwanza na maswali mawili kwa J-Lebo, tuambie mwanangu, issue ya tuzo imekaaje? Tuzo Benzi mara aliweza kutoa lawama zake kwamba imetokea namna gani fulani, akatupa situation ilivyokuwa. Nikaona J-Lebo kwa sababu ni mwanangu nitaweza kumuuliza kwamba hali ilikuwaje. Lakini pia tuambie leo hii hapa idea ya ngoma ya Shari ni ya J-Lebo ama ni ya Mshomari? Kwanza kuhusu Tuzo Benzi, mimi niliitwa kufanya session kama unavyojua. Yeah, so pia ukageukia huko ndugu yangu. Yeah, niliitwa kufanya session kama unavyojua sisi producer. Yeah. Yeah, nikafika. Tuseme niliandaliwa mapema kwa bwana, siku fulani tutakuwa na session, tutakuwa na J Combat, tutakuwa na Chino. Nikasema sawa. Bwana, pesa imeandaliwa. Pesa imeandaliwa ni kiasi gani? Kiasi fulani. Basi sawa, tutafanya production. Maana before nafahamiana mimi pia na Chino, sio kwamba sifahamiani naye. Ni familia. Vizuri, ni familia. Tushafanya production ukiangalia Mr. Zuga bado. Kwa hiyo tulivyomaliza kila kitu, lakini dakika ya mwisho tunafanya kazi, nashangaa posho inaanza kusuasua. Nikamwambia bwana, kwa hizi kazi nitakiwa ulipe gharama kiasi fulani. Huyu natakiwa ulipe 400,000 ili niweze kukukabidhi. Bila 400,000 siwezi kukukabidhi kwa sababu ukiangalia Ingino Beats ni brandi. Saizi ni brandi kubwa ambayo kila mtu anaiona na inafahamika kila kona mwa nchi. Kwa mimi nikamwambia hivyo kiufupi. Kwa ina maana hatakuwa na mambo mengi. Japo yeye kuna namna alivyolichukulia hilo swala kwamba mimi naonekana nambania, haionekani, yani ni kama staki afike sehemu fulani. Na wakati mziki ni gharama nyingi, ukiangalia vifaa vile ninavyotumia ni hela nyingi sana ambavyo tulikuwa tunafanyia ta production. Nafikiri vipande vingi watu wanaona zile clip na nilipost hata FB. Yeah. Watu wanaona vifaa tunanunua kwa gharama nyingi sana. Kwa mtu unapomwambia hiyo gharama naiona kama ni hela nyingi na wakati ni hela ndogo sana. Nafikiri limekaa hivyo. Ndio ukweli, hatukukubaliana kabla ni kwamba niliitwa bata fanya session, lakini mimi tayari unajua mimi ni producer ambaye nafanya kazi na watu wengi. Yeah. Na hasa wasanii wakubwa. Huwezi kufanya kazi na msanii mkubwa afa akakupa pesa ndogo. Hivyo ndivyo inafahamika kwa sababu yeye ule muziki anaenda kuuza, anatengeneza pesa. Na ndio maana underground tunatengeneza muziki kwa gharama ndogo na master tunatengeneza kwa hela nyingi. Ndio bwana, nakubali hapo. Na nataka niliweke wazi liko hivi. Hiyo idea nilitengeneza mimi. Kuanzia beat mpaka idea hiyo ya Shari nimepiga beat, nimefanya chorus, nimemtumia Mshomari kaandika verse, kaja tukafanya hiyo ngoma. Kwa mimi kila kitu nilikiandaa mimi. Yaani hiyo ni idea ya Shari mpaka beat kila kitu. Kwa lengo ilikuwa ni wewe umshirikishe yeye. No, yeye ndo anataka nishirikishe yeye, lakini yeye alikuwa hana idea, alikuwa hajui kwamba ataimba nini na atafanya nini. Okay. Kwa na mimi alinipa taarifa kwamba bana natamani tufanye kitu fulani, lakini sijui tutafanyaje. Okay, nikamwambia sawa. Mimi nikafanya kile kitu nikamtumia. Lakini dakika ya mwisho kama mnavyojua tena sio wasanii wote mkoani hapa. Dakika ya mwisho nafikiri watu wengi waliona zile chaka alizozipiga. Nataka niliweke wazi kidogo. Najua lawama nyingi zinakuwepo kwa shabiki zetu kwamba mbona Kidume cha Mbozi tunakuwa hatukuoni kwenye show nyingi, au wimbo wa Shari unapigwa kwenye show nyingi lakini hatukuoni. Issue ni kwamba wasanii wengi wanakuwa wanalo fulani kama za ubinafsi. Mimi ninapokupa ngoma kama ile pale hits kama ndio maana leo ninapomwambia Tuzo Benzi anilipe 400,000, wasanii wanasahau. Wasanii wanasahau. Kwa hiyo ile ngoma nimeifanya, ngoma imeenda, alafu ngoma inaleta show, hakuna hata chochote kinaendelea. Wala kusema Kidume cha Mbozi tu tukachukua hizo pesa, anapita chocho anachukua mwenyewe, imeisha. Ndio maana hata shabiki wengi hawamuoni Kidume cha Mbozi wala hawaoni show yangu kwa sababu jamaa anaenda kufanya show yeye mwenyewe. Okay. Anaona ile pesa bora hiyo ya kwake yeye mwenyewe, wakati mtu aliyempa hiti ni Kidume cha Mbozi. Kwa nafikiri iko hivyo. So idea ni ya kwako, ngoma ni ya kwake.